Mimi katika safari yangu ya wito sikuanza kama mkapuchini. Kuna padri hapa ambaye alikuwa mpostulanti mwenzangu, Padri Damas uko. Huyu na mimi tulikuwa walelewa shirika la Roho Mtakatifu. Nikatazama mambo pamoja na kusikiliza ushauri wa watu wema, nikaamua kwamba shirika la Roho Mtakatifu sio sahihi kwangu. Kwa hiyo nikamwomba aliyekuwa mlezi wetu aniandikie barua aniruhusu niende kwa Wakapuchini. Akaniuliza, utawaweza wale? Wale ni wagumu kweli? Nikamwambia, baba, niandikie tu, mimi nitaweza. Basi akaniandikia barua, nikapeleka kwa Wakapuchini, na bila kumangamanga wakaniambia, tunakupokea. Wakanipokea, na baada ya mwaka uliofuata nikapokelewa novisiati. Kule novisiati tulikuwa 8. Leo tumebaki 2. Sitazungumza sana juu ya wale wengine 6, lakini nizungumze juu ya hawa 2 waliobaki, ambao ni mwenzangu anaitwa Brother Abraham Ndorobo na mwenyewe mie. Sidhani kwamba sisi 2 tulikuwa bora kuliko wote. Kama tumedumu kwa miaka 50, sio kwa sababu ya jeuri yetu, ni kwa sababu ya huruma, upendo na msaada wa Mungu. Mungu ambaye amependa tuwe wafuasi wa mwanaye. Mungu ambaye amependa tuwe mashahidi wa Kristo. Na Mungu ambaye amependa tuwe manabii katika kanisa lake.